Almas'alatu thaniya alhalatu aljaiza, hali ambazo zinaruhusu mwanamke kufanya matumizi katika mali ya mume wake. Alhalatu aljaiza, kwa sababu tushaona kwamba hairuhusiwi kufanya matumizi katika mali ya mume wake. Sasa tuangalie alhalatu aljaiza, hali zinazofaa kwa mwanamke kufanya matumizi katika mali ya mume wake. Awalan, hali ya kwanza, idha adhina az-zawju sarahatan, mume atakapotoa idhini wazi wazi. Idha adhina az-zawju sarahatan, mwanamke anatakiwa ajue, mwanamke kisalaf anatakiwa ajue kwamba mumewe akimpa idhini wazi wazi, basi anaruhusiwa kutumia mali ya mume wake kwa vile anapotaka katika aujuhul khairat, katika ncha za khairi. Idha adhina az-zawju sarahatan, mume atakapomuidhinisha mkewe kutumia hizo mali, fahuma sharikan, basi wao watakuwa ni washirika katika hicho ambacho mwanamke amekitoa sadaka au hicho ambacho mwanamke amekitumia katika njia za khairi. Fahuma sharikan, basi hao wawili watakuwa ni washirika fil ajri, katika ujira. Huma sharikan fil ajri, basi huyo mume na mkewe watakuwa ni washirika katika ujira kutokana hicho ambacho amekitoa mkewe katika njia za khairi, imma amemsaidia maskini au amemsaidia jirani yao au amemsaidia, ametoa sadaka msikitini. Huwa bi asli kasbih, mume anapata ujira kwa sababu ya kuchuma kwake, yeye ndo alitafuta hiyo pesa au hiyo mali, wazi, au hiyo chakula. Wa hiya bi ihsaniha, na huyo mke ni kwa sababu ya ihsani yake, sio mchoyo. Huyo mke anapata ujira kwa sababu ya ihsani yake, maana yake kwamba si mchoyo huyo mke, sio bakhili, bali amemwona maskini akawa na moyo wa kutaka kumsaidia. Amemwona jirani yake hana kitu fulani, basi akawa na moyo wa kutaka kumsaidia, si mchoyo na si bakhili. Kwa hiyo anapata ujira kwa sababu yeye. Mumewe anapata ujira kwa sababu yeye ndo alichuma hiyo mali au hicho chakula, mfano hayo. Ndio maana kusema wao watakuwa ni washirika katika nini? Jambo hilo ambalo au hiyo mali ambayo mwanamke ameitoa sadaka au ameitumia katika njia za khair. Wazi? Tumeona mpaka pale. Na dalili ya hiyo hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat, anasema mtume alayhi salam amesema, idha anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha, atakapotoa mwanamke kutokana na chakula kilichomo ndani ya nyumba yake, ghaira mufsidatin, hali ya kuwa si mwenye kufanya uharibifu, yani hajafanya kwa israf, hajafanya kwa israf, kana laha ajruha, ana yeye huyo mwanamke ujira wa hicho chakula alichokitoa, bima anfaqat, kwa kile alichokitoa, walizawjiha ajruhu bima kasaba, na mumewe ujira wake kwa kile alichokuwa amekichuma ambacho mkewe amekitoa. Walilkhazini mithlu dhalik, na mlinzi wao anayelinda hicho chakula pia au hiyo mali ana ujira mfano wa ujira wale ambao wameupata. La yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin shay'a, haupunguzi ujira wa baadhi yao juu ya wengine kwa chochote. Kila mtu atapata ujira wake kamili. Nuraha hiyo. Tayib, idha anfaqat almar'atu min ta'ami baytiha, atakapotoa mwanamke kutokana na chakula kilichomo ndani ya nyumba yake, ghaira mufsidatin, pasi na kufanya uharibifu, kana laha ajruha, ana mwanamke huyo ujira wa kutoa na ihsani hiyo alionayo, bima anfaqat, kwa kile ambacho amekitoa, kumpa maskini au fakiri au jirani au yoyote yule katika wahitaji, au ameenda kutoa katika njia nyingine za khairi. Walizawjiha ajruhu, na mume wake ujira wake pia, bima kasaba, kwa sababu ya kile alichokuwa amekichuma, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mchumaji mpaka ikaingia ndani ya nyumba yake.
walilkhazin mithlu dhalik, na ana mlinzi alikawa na hifadhi hicho chakula, mlinzi alikawa na linda hiyo mali, ana yeye pia ujira. La yanqusu ba'dhuhum ajra ba'dhin shay'a, hawapunguzi baadhi yao ujira wa baadhi ya wengine kwa chochote kile. Yani wewe ujira, yani yule mwanaume ujira wake hautapunguzwa kwa sababu mkewe pia amepewa thawabu, wala huyu mlinzi hautapungua ujira wake kwa sababu hawa wale wamepewa ujira, bali kila mtu atapata ujira wake kamili. Umeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo ndio maana ya kusema miongoni mwa hali zinazojuzu mwanamke kutumia mali ya mumewe katika njia za khairi, idha adhina zawju sarahatan, atakapokuwa mwanaume ametoa idhini waziwazi, fahuma sharikani fil ajri, kwa hiyo hao wawili watakuwa ni washirika wawili katika ujira, wote watapata ujira wao. Mume atapata ujira kwa sababu ndo alichuma, na mke atapata ujira wa nini? Wa ihsani yake na moyo mzuri alionao na kuacha kwake ubakhili. Kwa hapo tunajifundisha kuwa almaratu salafia, mwanamke kisalaf si bakhili, si mchoyo. Mwanamke kisalaf hawi bakhili, hawi mchoyo, bali mwanamke kisalaf mkono wake umekunjuka mara zote. Sio mwanamke unakuwa mchoyo na bakhili na roho ya unasemaje, na roho ya nini? Tayib, thaniyan, hali ya pili katika miongoni mwa hali ambazo zinajuzu, al-ashya'u al-yasiratu allati jarat al-'adatu bis-samahi biha. Al-ashya'u al-yasira, yani kutoa vitu vidogo. Al-ashya'u al-yasira, kutoa vitu vidogo. Hali hiyo pia inamruhusu mwanamke kutumia mali ya mume wake itakapokuwa hicho anachokitoa ni kidogo katika mali au chakula cha mume wake. Hiyo ni hali ya ngapi? Ya pili. Al-ashya'u al-yasira, atakapotoa huyu mwanamke kitu kidogo, allati jarat al-'adatu bis-samahi, ambapo mazoea ya jamii, mazoea ya watu yamepita kwamba mtu anaruhusu kitu hicho, hakuna shida, wewe toa tu. Kimazoea imezoeleka hivi. Mnaelewa mpaka hapo? Tayib, Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema, amma idha mana'aha, ama mumewe huyu mwanamke atakapomzuia kutoa mali zake, fa innaha la tatasaddaqu min mali, huyu mke hatatoa katika mali ya mume wake, illa bishay'i alladhi, isipokuwa kwa kitu kidogo ambacho jaratil 'adatu, yamepita mazoea ya watu katika miji, bitasamuhi bihi, yani mtu akitoa hicho kitu basi anasamehe tu, hana shida. Mfano wake fadhlu at-ta'am, kama vile chakula kilichobaki, mmekuwa chakula kingine kikabaki, mwanamke tumia fursa hiyo kutoa sadaqa. Fadhlu at-ta'am, chakula ambacho mmekula tayari, familia yote imekula, imeshiba, hakuna ambaye ananika kutoshiba, basi kile kilichobaki mwanamke anaruhusiwa kutoa nini? Sadaqa. Fadhlu al-ghada, fadhlu al-asha, pia chakula kilichobaki wakati wa mchana au chakula kilichobaki wakati wa usiku, hicho anaruhusiwa mwanamke kutoa sadaka. Kuna mboga kidogo imebaki, anaruhusiwa kutoa sadaka, akampa jirani yake, akampa mtu maskini au mtu fakiri na mfano haya. Kuna wali umebaki, anaruhusiwa kutumia fursa hii kutoa sadaka, kwa sababu ni ash-shay'ul yasir, ni kitu kidogo ambacho mazoea yamepita kwamba mume hawezi kuleta neno lolote. Wazi? Dalili ya hilo hadithi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma annaha qalat, amesema inna as-Subayra, anasema huyo mwanamke, inna as-Subayra rajulun shadid, ewe mtume, Zubair mume wangu ni mtu mkali,